Hamjambo watazamaji na wapendwa wa Pendo TV, nimerejea tena kwa mara nyingine. Nimewakosa sana, nimewamisi sana, ndiposa nimerudi siku ya leo ili tukaweza kuzungumza, ili tukaweza kujuliana hali na tukaweza kuelimishana. Hapa huwa nakuja hili darasa huwa nalileta ndiposa tukaweza kufanya nini, tukaweza tukajua mambo ambao hatujui, tukaweza kuelimishana. Wewe ambao unauliza swali ukaweza kujibiwa swali lako, wewe ambao kuna mambo yamekulemea ukaweza kupata suluhisho. Ndiposa huwa ninakuja hapa kama Pendo TV ili tukaweza kufanya nini, ili tukaweza kujadiliana na tukaweza kujua vile tunaweza tukakaa. Kwa hivyo karibu sana na ujisikie ukiwa mahali ambapo panastahili. Kwa mara nyingine niwaambie ya kwamba ni mimi wenyu Pendo TV na nimerejea hapa. Na ninawaambia ule msaada ambao mnaweza nipatia ni msaada tu wa kushare, kulike na kusubscribe katika channel ya Pendo TV. Mjisikie mkiwa huru, finya kengele ndiposa napoweka video ikakufikie ukiwa kwanza kufikiwa na ile video. Siku ya leo nataka tuongee juu ya kuvumbulana. Umuhimu wa kuvumbulana ni nini? Umuhimu wa kuvumbulana ni nini? Inawezekana wewe tu unaendanga tu mahali pale unaingia, lakini ujui umuhimu wake. Hakuna kitu ambacho katika umuhimu katika mwili wa mwanadamu. Ni kama vile tu unakula chakula, hicho chakula ambacho unakula kinakuanga na umuhimu katika mwili wako. Ni kwa sababu uwezi ukasurvive bila chakula, uwezi ukasurvive bila maji. Vile vile kwa sababu hiyo ina umuhimu wake, maji yana umuhimu wake katika mwili, chakula kina umuhimu wake katika mwili, hata kuenda haja kuna umuhimu wake katika mwili. Pia kuvumbulana ama kugongana kuna umuhimu wake katika mwili. Je, umuhimu wa kuvumbulana ni upi? Umuhimu wa kwanza wa kuvumbulana ni ya kwamba mnapovumbulana blood circulation katika mwili ina circulate kwa ile njia inafanya nini? Inastahili. Yani damu yako inafanya nini? Ina circulate katika mwili wako jinsi ambavyo inastahili. Ni kwa sababu gani? Unapokataa kuvumbulana damu yako iwezi circulate vizuri. Wakati unavumbulana ni kama vile mtu anafanyanga nini? Anakuanga ni kukimbia, anakimbia unafanya tisi. Na wakati unakimbia unafanya hiyo tisi, unafanya tisi, damu yako huwa inafanya nini? Ina circulate katika mwili, ina circulate vizuri sana. Kwa hivyo ujua kwamba hata wakati unagongana damu yako huwa ina circulate vizuri sana katika nini? Katika mwili wako. Kwa hivyo umuhimu wa kwanza ni damu yako huwa ina circulate, inatembea vizuri sana katika mwili wako, inaingia kila mahali. Jambo la pili, kuvumbulana kunaondoa kitu kinaitwa stress. Unaweza kuwa uko na stress, uko na shida, lakini unapovumbulwa ama unapovumbulana unajikuta ya kwamba hiyo stress imefanya nini? Imeisha, hauna stress kamwe. Unakutana na mtu unakuta tu anacheka, unakuta mtu tu ni kusmile. Yani wacha nikuambie, kuvumbulana kuna kuanga na faida zake. Ushawahi ona mtu amevumbulana mpaka anaingia kanisa? Ukiingia kanisa badala ya kufungua mlango unafunga kanisa, unasahau kuna watu wengine wanaingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile raha iko katika kuvumbulana. Unaona mtu amegongo asubuhi, mtu anaenda anaingia kwa matatu, akiingia kwa matatu anafikiria maybe ameingia kwa nyumba. Habari zenyu, anasalimia abiria wote kijumla kwa gari, kwa matatu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ako na ile raha, amegongana, hana stress. Lakini unaweza kuta mtu ako mpweke, ako na stress, ako na mawazo yamemsonga, na huyu mtu si ati kuna kitu kingine maybe kinamsumbua, ako na stress. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hagonganangi, kwa sababu huwa hashiriki hili tendo la kugongana, hashiriki tendo la ndoa, huwa halali na mke wake, huwa halali na mpenzi wake. Wakati unalala na mpenzi wako unaondoa stress. Hata kama uko na shida unatokanga mahali pale uko umechangamka, mwili wote umechangamka. Mtu by the way, wakati umemaliza kugongana mwili huo unachangamka, unapatwa na furaha nyingine. Yani unaona mwili wako wote umefanya, umeachana kila, yani viungo vyako vyote vya mwili vimefanya ni vimeachana. Lakini wakati unakaa tu mahali pale ndio unaonanga watu wengine wa mtu kila saa ameshinda, amenuna, ujui ni nini imemnunisha, ako na stress, anagonganisha milango, anagonganisha madirisha. Yani huyo mtu atamkipatana naye kwa njia atanaweza kukupiga teke, na si ati kuna kitu kingine kinamsumbua. Ni kwa sababu amekosa hii kitu, amekosa kuchovya asali tu. Hiyo ndio inafanya nini? Hiyo ndio inamsumbua. Kwa hivyo pia faida ya kuvumbulana, inaondoanga kitu kinaitwa stress.
kila wakati unasikia naumwa na kichwa. Kwanza wanawake tuko na hii tabia sana, wakati hutaki kugongwa na mume wako, kila wakati ni mgongo, kila wakati ni tumbo, kila wakati ni kichwa. Kama wewe ni uko na hizo tabia za kufanya hivyo, wacha nikwambie dawa mzuri kama unataka kupona ni kugongwa. Kubali kugongwa na mume wako. Mume wako akikugonga, hayo maumivu atafanya nini? Yataondoka. Kwa sababu nini? Kwa sababu kugongana ni pain reliever, kunaondoa machungu katika mwili. Wewe mwanamke usio unateza bwana wako atunaumwa na tumbo, wacha akugonge tumbo inyooke, wacha akugonge mgongo unyooke. Kwa hivyo kile sio kila saa unashinda ukimwambia tunaumwa na tumbo, naumwa na mgongo. Hapana, kama uko na hayo maumivu, wacha mume wako akakugonge, wacha mkashiriki hili tendo la ndoa, na mkishiriki hili tendo na kuambia kwamba mgongo utanyooka, kichwa chako kitakuwa sawa, maumivu yatafanya nini? Maumivu yataenda. Kwa hivyo ujue ya kwamba hii pia inaitangwa pain reliever. Wakati kuna maumivu ufanye hili jambo. Sex inachangia sana, mahali pakubwa sana kuondoa uchungu katika mwili. Jambo lingine kwa wanaume, kumwaga mara mingi, yani kupizi mara mingi kwa mwanaume kunaweza zuia mambo kama prostate. Kwa hivyo kugongana pia kuna umuhimu wake katika mwili wa mwanaume. Kunazuia, yani kunaweza zuia kumwaga mara mingi. Wakati mwanaume anamwaga mara mingi ama anapizi mara mingi, kuna uwezekano ya kwamba inaweza zuia ugonjwa wa kitu kinaitwa prostate cancer. Hivyo ndivyo utafiti unasema. Jambo la mwisho ambalo nitatuzungumzia mahali hapa ni ya kwamba kinaleta kitu kinaitwa high self esteem, yani mtu anajikubali, mtu anajiamini, mwanaume anajiamini. Hili jambo la kuvumbulana, wakati mwanaume anavumbulana mara mingi anakuwa na mazoezi ama na uzoefu wa kuvumbulana. Kwa hivyo huyo mtu ako na experience ya kutosha. Wakati anaenda mahali kugonga, mtu yako anajiamini, ako na ile confidence, nikienda ile kazi ambayo naenda kufanya, ninaenda kufanya kazi nzuri. Yani huyo mtu hana uoga, haogopi, anakuwa na high self esteem. Unajua kuna wanaume ambao hawajiamini. Kuna mwanaume hata akienda mahali pale anakosea tu kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutojiamini, kwa sababu huwa hajiamini. Maybe ulienda tu kakosea mahali pamoja tu, kwa sababu na pia kwa sababu maybe hauna experience, hauna uzoefu ya kufanya hili jambo. So wakati ulienda ukakosea, unafikirianga kila wakati tu ukifanya jambo utafanya utakosea. Kwa sababu sasa ukikosa kuwa na ule uzoefu wa kila wakati unafanya nini? Unavumbulana, unakuanga na kitu ya kufanya nini? Haujiamini wewe mwenyewe, unashindwa kama ile kazi yenye utapatiwa utaweza kuifanya. Kwa hivyo kuvumbulana ama kugongana kunafanyanga mtu akuwe na nini? Akuwe na kujiamini. Yani wewe unaenda mahali pale, unajua kwamba naenda kulima shamba, unajua kwamba mimi gari yangu haitazimikia barabarani. Wewe ni hauna huo uoga, tayari umefanya nini? Tayari umejiamini. So faida ya kuvumbulana ingine nifanya nini? Inaongeza kitu kinaitwa high self esteem. Yani unaacha kuwa na esteem ya chini, wewe mwenyewe unajiamini, unajua kwamba ninaweza nikafanya hii kazi, ya kwamba nikiasainiwa hii nitafanya nini? Nitaweza kutimiza. Hauna uoga, unaenda pale ukiwa jidume, yani unajisikia wewe ni ndume, unaenda kufanya nini? Unaenda kufanya kazi na unajua kwamba kile kibarua umepatiwa lazima utakikamilisha. So hao tu ni baadhi ya mambo muhimu ambayo yanaleta umuhimu wa kitu kinaitwa nini? Wa kitu kinaitwa kuvumbulana. Hayo ndio mambo yanafanya kuvumbulana kuwe kuzuri. Kwa hivyo hayo mambo ambayo nimetaja hapa, hayo ndio mambo ya umuhimu wa kuvumbulana. Unapovumbulana mwili wako hauna stress, yani unalala vizuri, unalala vizuri. By the way, pia kulala ni kitu cha maana sana. Mtu ambaye avumbulani unakutanga huyo mtu usiku mzima, usiku kucha hajalala, anashinda tu hajalala, macho tu nje. Unashindwa ni nini? Kumbe amekosa dawa, amekosa kuvumbulana. So wakati unavumbulana hadi usingizi wako unakuanga usingizi mzuri sana. Kwa hivyo pia kuvumbulana ni dawa mzuri sana ya usingizi. Kama upati usingizi, enda ukatafute mtu, gonga yeye, uone vile utalala vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wote umerelax, mwili wote umeachana, uko sawa. Kwa hivyo tu ndio baadhi tu ya mambo ambayo nimetaja. Umuhimu wa kuvumbulana unasababisha hao mambo ambayo nimetaja yakaweza kufanyika katika mwili wako. Ninafikisha hapo jioni ya leo. Kwa mara nyingine niwakumbushe, ni mimi wenyu Pendo, ninawapenda sana na huwa ninafurahi ni kwa sababu ya kuendelea kunitazama, kunisikiza. Si ati hakuna TV zingine mnaweza sikiza ama station zingine ama channel zingine, lakini pongezi kwa sababu ya kuchagua
channel ya Pendo TV. Mungu awabariki, ninawapenda sana ndugu zetu kutoka Kongo, kutoka Tanzania, majirani wetu kutoka Kenya, ninawapenda sana. Mungu awabariki. Wacha tupatane siku ya kesho majaliwa. Muwe na wakati mwema. Shalom, shalom, shalom.